Jopo la majaji watatu likiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru walitoa uamuzi kufuatia mapingamizi yaliyowekwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Katika mapingamizi hayo, upande wa Jamhuri walitaka kuongeza ushahidi hasa kuhusiana na matukio ya Oktoba 29 ambayo yalitokea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ambapo Tundu Lissu aliweka mapingamizi kadhaa akisema kwamba ni kinyume na CPA na hivyo kusema kwamba mapingamizi hayo hayapaswi kukubaliwa mahakamani hapo. Hata hivyo, Jaji Dastan Ndunguru alitoa uamuzi na kusema kwamba wanakubaliana na hoja za Tundu Antipas Lissu. Kufuatia uamuzi huo wa Mahakama Kuu dhidi ya mapingamizi hayo yaliwekwa na Tundu Antipas Lissu kuhusiana na nyongeza ushahidi katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, upande wa Jamhuri wamekata rufaa katika mahakama ya rufani kufuatia uamuzi huo wa jopo la majaji watatu katika kesi ya uhaini katika Mahakama Kuu Masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Kufuatia hatua hiyo ya kukata rufaa, Askofu Bagonza amesema anaipongeza Jamhuri na kuishauri wale mnaopenda kuwapopoa kwa mawe wale msiokubaliana nao, naomba mnipopoe. Jamhuri katika kesi ya uhaini na mkabili mtundu wa taifa Tundu Lissu imeamua kukata rufaa kwa kesi ambayo haijahukumiwa au haijafika mwisho. Wamejuaje kuwa wameshindwa na kuamua kukata rufaa? Mimi nawapongeza sana Jamhuri kwa uamuzi huo uliokuja ghafla. Namuona mtu anataka kunikosoa kuwa Jamhuri wamekatia rufaa uamuzi mdogo, sio kesi nzima. Bado naiona hekima ya kosa la Jamhuri kukatia rufaa uamuzi mdogo badala ya kusubiri hukumu ya mwisho. Najieleza sasa. Kwanza, Mjaluo akiwa anapigana na mkewe na ghafla akaingia mgeni, ugomvi huo unaisha. Uamuzi mdogo uliofanywa na majaji kuhusu hoja ya kuleta ushahidi mpya ni kama mgeni aliyekuta, ugomvi unaendelea. Badala ya Jamhuri kumaliza ugomvi, imekata rufaa. Hiyo ndiyo njia ya kumaliza ugomvi na lawama zote ziende kwa mgeni aliyeingia. Nia ya kukata rufaa sio kukata rufaa. Mjaluo akizidiwa nguvu na mkewe huwa anapiga kelele na kusema, jamani nishikeni kabla sijamuua huyo. Hapo waamuzi huingia kumwokoa mume, lakini mke udhani ameokolewa yeye. Wako wapi wazee wenye hekima waingilia ugomvi huu ili kuokoa heshima ya taifa letu? Tatu, naipongeza Jamhuri kwa kutengeneza fursa adimu ya kumaliza jambo hili kwa hekima. Wale mnaohangaika na maridhiano, hapa ndipo Jamhuri imewapasia mpira na kipa wa Kijaluo ameshatoka golini. Malizia hapa ili machawa atengeneze sinema nyingine. Hii imechuja na wasiojua sheria wameanza kubobea kuliko Katuga. Jamhuri si DPP wala serikali kwa maana ya executive branch. Jamhuri ya kweli ni sisi sote, akiwemo Tundu Lissu, Katuga, majaji, polisi, bodaboda na polisi bodaboda wanaotoa ushahidi. Hatuna maslahi na ugomvi huu. Ni hasara kwa nchi na mahusiano ya kijamii. Hata Wajaluo wanaelekea kuchoka kusikiliza kesi. Naelewa wito wangu na pongezi vinaweza visiwe na maana. Hata ngariba haogopi mkojo. Kwa sasa hivi tunajiumiza wenyewe kwenye mashimo yanayowekwa wazi katika ugomvi huu.